Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia ziara ambapo tupo katika mji wa Madina. Leo tena tutakumbushana eneo muhimu ambayo kwa yule ambaye amejaliwa kufika katika mji wa Madina si vibaya kwake akenda akalitembelea eneo hili. Eneo hili ni eneo ambalo nalo pia kulipiganwa vita ambavyo vina majina mawili. Vita hivi vinaitwa vita vya Ahzab. Ahzab maana yake ni muungano. Makureish wa Maka waliungana na Mayahudi kutoka kwa Madina na makabila mengine kwa ajili ya kuja kupigana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mji wa Madina kulikuwa na kabila la Mayahudi linaloitwa Banu Nadhir. Hawa waliweka mkataba na Waislamu wa amani, na baadaye wao wakawa wenye kukiuka ule mkataba, kwa hiyo wakafukuzwa katika mji wa Madina kwa sababu serikali ilikuwa ni ya Waislamu. Baada ya kufukuzwa kabila hili, hawa waliungana na Makureishi na kabila linaloitwa Banu Khatafan na kabila linaloitwa Banu Sulaim. Haya makabila yaliungana pamoja na mengine kwa ajili ya kuja kuwapiga Waislamu. Makabila haya ambayo yaliunda jeshi takriban 10,000 kwa ajili ya kuja kuwapiga Waislamu, na lengo lao ilikuwa ni kuutokomeza Uislamu. Kwa hiyo hapa pameitwa hivi vita, vimeitwa vita vya Ahzab kwa maana ya kwamba ni vita vya muungano wa majeshi. Hii ni kwa upande wa makafiri, lakini pia vita hivi vimeitwa vita vya Khandak. Vita vya Khandak kwa sababu Waislamu baada ya kuona kwamba jeshi la makafiri linalokuja ni kubwa sana na wao hawakuwa na maandalizi ya jeshi kubwa la kuweza kupigana nao, kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitisha kikao, akataka fikra kutoka kwa maswahaba wake. Na hii ni fundisho kubwa sana kwetu sisi. Maana hata kama wewe ni bosi, una wafanyakazi wako, hata kama wewe ni kiongozi katika nchi, ni rais, ni mfalme, wewe ni baba katika nyumba, wakati mwingine shauriana na watu. Hii ndio sunna. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita maswahaba wake, akawa ni mwenye kushauriana nao kuhusiana na hili jambo ambalo linakuja mbele yao. Kwa hivyo alikuwepo pale Salman Farsi. Salman al-Farsi huyu inasemekana ni katika maswahaba ambao alitoka katika nchi za Uajemi, nchi za Persia, yani nchi hizi kina Iran na majirani zake. Kwa hiyo huyu alikuja na fikra kwamba kule kwetu sisi tunapoona adui anataka kutuingilia katika mji wetu, huwa tunachimba mahandaki kuzunguka mji ili kuzuia adui asiweze kuingia. Kwa hivyo hivi vita vikapewa jina la vita vya Khandak. Kwa hivyo ilipopewa jina hili la vita vya Khandak kutokana na yale mahandaki ambayo yalichimbwa na Waislamu. Vita hivi inasemekana vilikuwepo mwaka wa 627, yani mwaka wa 5 Hijiria, ndio vita hivi vilivyokuwa vinataka kupigana. Na sehemu hii imezoeleka pia kwa jina maarufu la Sab'atul Masajida. Sab'atu al-Masajida, kwa maana hapa mahali kuna vimsikiti vidogo vidogo 7 vilivyojengwa katika eneo lile, vimsikiti ambavyo vimepewa majina ya maswahaba mbalimbali na asili ya lile eneo lile. Pale chini pana msikiti mkubwa, huu msikiti mkubwa unaitwa Masjid al-Khandak. Halafu vile vimsikiti vidogo vidogo ambavyo ndio vimewekwa katika yale mahandaki yaliyochimbwa, kuna Masjid al-Fattah, kuna Masjid Salman al-Farsi, kuna Masjid Umar, kuna Masjid Abu Bakar, kuna Masjid Ali na Masjid Fatima. Kwa hiyo Muislamu utakaokuwa umeweza kwenda katika eneo hili na Allah subhanahu wa ta'ala akakupa nafasi na wasaa, si vibaya ukenda ukatembelea eneo hili na ukaona historia ya maeneo haya. Licha ya kuwa Waislamu walikuwa na jeshi la watu 3,000 tu na makafiri walikuwa na jeshi la watu zaidi ya 10,000, lakini fikra hii ya Salman al-Farsi iliwafanya makafiri wakashindwa kuingia katika mji wa Madina, na Allah subhanahu wa ta'ala naye akawaletea mtihani, ukatokea kimbunga, upepo ule storm, upepo mbaya sana, ukawaletea matatizo ya maradhi, ya njaa, ya kuumwa na macho, ya kutoonana, mpaka mwisho makafiri wakakata tamaa, wakaondoka zao. Katika ile kuwa wale makafiri wako upande wa huku na Waislamu wako, kulitokea ile kurushiana mishale na nini, lakini inasemekana ni Waislamu 6 tu waliokufa
na makafiri ni kama watu 10, lakini zaidi ya hapo ni kwamba Waislamu walipata ushindi katika vita hivi kwa makafiri kushindwa kuingia katika mji wa Maka. Tunapata fundisho katika vita hivi ni kwamba wakati mwingine vita ni akili. Hapa Waislamu wamepigana kwa akili, na pia tunapata fundisho kwamba kushauriana ni jambo muhimu hata kwa wale watu uliowatawala. Hii itakusaidia kuweka salama katika eneo lako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaokwenda katika maeneo haya wajalie wende wakayatembelee na wayaone na wapate faida hizi, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na sisi tuwe wenye kwenda mara kwa mara. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.